ninaomba toba kwa ajili yao. Ili Baba saa hii Bwana ukapate kutuhudumia kwa upendo wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako, mwambie nakupenda. Nipe hiyo mic iliyoko huko nyuma. Simama msalimie, wasalimie angalau wawili. Mwambie Yesu awe nawe, nakupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunakuwa na neno la Mungu la kipekee. Neno letu la leo na kichwa kinachosema hatua za Mungu kuwarudia watu wake. Hatua za Mungu kuwarudia watu wake. Ziko hatua nyingi ambazo Mungu anatumia kuwarudia watu, hasa wanapokuwa mbali naye. Lakini leo tutaangalia hatua moja ambayo ni hatua ya mateso au mapito. Katika zile hatua ambazo Mungu huzitumia kuwarudisha watu kwake, leo tutaangalia hatua moja ambayo ni mateso au mapito. Na tutakuwa tukiangalia zaidi kitabu cha Habakuki. Na kwa utangulizi kwa yule ambaye anapenda kujifunza, kitabu cha Habakuki ni mazungumzo kati ya nabii Habakuki na Mungu. Habakuki ni jina la mtu ambayo tafsiri yake kumbatia. Huyo alikuwa ni nabii wa Yuda, lakini pia alikuwa mwimbaji wa hekaluni. Na Habakuki ni mzao wa Walawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi Habakuki anazaliwa katika ardhi ya ndogo na kukua na kuanza kumtumikia Mungu, Habakuki aliona changamoto. Wayahudi walikuwa wanapitia mateso makali sana. Na hayo mateso ya Wayahudi yalikuwa ni mateso yanayosababishwa na mfalme aliyeinuka huko Asia, akawa hataki Ukristo, kwa akawa anatesa watu wa Mungu sana. Na kipindi watu wa Mungu wanapitia mapito magumu, hali mbaya na shida nyingi, Habakuki ikabidi amlilie Mungu. Nikisoma mstari wa kwanza sura ya kwanza, ufunuo uliomjia nabii Habakuki: Bwana, nilie hata lini wewe usisikie? Usitake kusikia na kulia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hukumu haipatikani. Kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki, kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotea. Maneno ambayo Habakuki alikuwa akiyazungumza, kwa sababu Habakuki hakuwa amejua sababu iliyofanya mfalme ainuke kuwapiga au kuwatesa Wayahudi. Kwa hiyo akawa anamlilia Mungu, mbona ninapolia uangalie? Mbona waovu wamewazunguka wenye haki? Mbona mwenye haki hapati haki yake? Mbona hata tunapoomba usikii? Nabii Habakuki anamlilia Mungu kwa maneno hayo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini jambo moja ambalo Habakuki alikuwa hajalijua ni kwamba yale mateso yaliletwa na Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia kuwarudisha Wayahudi kwake. Kuna watu ambao walikuwa wamekwisha muacha Mungu wakafuata taratibu za kidunia kwa sababu ya udanganyifu wa mali. Kwa hiyo walipokuwa wanaendelea kuwa watu wa dunia na kufanya mambo ambayo hayafai, Mungu kwa kuwa alitaka kuwarudisha kwake, aliruhusu mfalme wa Asia aanze kuwatesa. Kwa hata walipokuwa wanalia, Mungu alikuwa hasikii, kwa sababu kumbuka kile kipigo ni Mungu alikuwa amekiruhusu kiwapate ili waweze kumrudia Mungu, ili waweze kujua walipokosea, ili waweze kurudi tena kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu aliruhusu njia hiyo ya mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ukiangalia vizuri utaona Mungu anamjibu nabii huyu. Ukiangalia mstari wa 12 anasema, Bwana Mungu wangu, mtakatifu wangu, wewe si wa milele. Hapa analia mara ya pili, anamwambia Mungu, wewe sio wa milele. Bwana, umemwandikia hukumu, nawe jabali umemweka imara ili adhibishwe. Wewe uliye na macho safi hata usiweze kuangalia uovu, wewe usiyeweza kutazama ukaidi, mbona unawaangalia watendao kwa hila na kunyamaza kimya? Hapo mtu mwovu ampezapo mtu aliye mwenye haki kuliko yeye. Naona ni maneno haya ni Habakuki anaangaika, anamlilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaeleza kwamba wamekuwa kama samaki wanaoweza kuvuliwa, wamekuwa kama ni watu wasio na maana. Kuanzia mstari wa 14 anaendelea pia, anasema na kufanya wanadamu kuwa kama samaki. Yaani huyo mfalme amemuinua, anawafanya hao Wayahudi kuwa kama samaki tu wa baharini, kama vitu vitambaavyo ambavyo havina utawala. Yeye huwatoa wote kwa ndoana yake, huwakamata katika wavu wake na kuwakusanya katika juya lake. Ndiyo sababu wafurahi na kupendezwa. Kwa sababu hiyo hutolea uovu wake sadaka na kulifukiza uvumba juya lake. Je, atawatoa walio katika wavu wake, asiache kuwaua watu wa mataifa daima? Hapa unaona jinsi Mungu anahojiwa. Habakuki anamlilia Mungu kwa sababu tayari huyu mfalme alikuwa akiwatesa sana watu wa Mungu waliokuwa sawa. Na hapa alipokuwa akimlilia Mungu kwa maswali yote haya mawili akimuuliza Mungu, baadaye alikuja akamjibu. Na alipoona kwamba anamlilia Mungu, Mungu asikii, Habakuki aliamua kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Akafunga Habakuki. Ukianzia mstari ule wa kwanza wa sura ya 2 unaona Biblia inasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Sasa ameamua kufunga na kuomba. Anasema sitakula, sitakunywa mpaka nione atakachonijibu Mungu. Kwa sababu Habakuki alikuwa anaugua kwa ajili ya watu wa Mungu wanaoteswa. Habakuki alikuwa anaugua kwa ajili ya watu wa Mungu wanaouawa. Kwa hiyo unaona anajiweka juu ya mlima, anakufunga. Anasema sitakula, sitalala usingizi mpaka Mungu anijibu. Sasa unaona Mungu alipoona Habakuki ameamua kufunga, Mungu akaanza kumjibu. Mstari ule unaofuata wa 2, sura ya 2 mstari wa 2 unasema, Bwana akajibu, akanijibu akasema, iandike njozi. Ukamwambia, tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Huyu mfalme anajivuna, roho yake haina unyofu. Ili kweli anawatesa watu wangu, lakini ndani ya hao watu wangu wako wenye imani. Mwenye haki atapona kwa imani yake, ataishi.
Sema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Anasema pamoja na hayo mateso unayoyaona watu wa Mungu wanateswa, pamoja na huo uchungu ambao unaona watu wa Mungu wanalia, lakini nataka nikwambie, anza kuyaandaa, kuyaandika, kuyaweka wazi yale yote ambayo mimi nasema na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuanzia ule mstari, sura ya kwanza hiyo niliyosoma hadi mstari wa 4, kuanzia mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 11, utaona Mungu alikuwa anamwambia Habakuki kwamba huyo mfalme atawatesa, atakuwa kama kimbunga. Nimeagiza mimi Wakaldayo waje kuwatesa. Mimi ndio nimeamua Wakaldayo wawapige watu wangu. Mimi ndio nimeleta hayo mapigo kwa sababu watu wangu hawasikii. Mstari wa 5 mpaka wa 11, Mungu anaonyesha wazi kwamba ni yeye ameruhusu. Lakini sasa pamoja na kwamba ameruhusu, anasema katika wanapokuwa wanapigwa, mwenye haki ataokolewa kwa imani yake. Yule atakayenikimbilia, yule atakayeendelea kunitazama, yule atakayeona kwamba hapa tumekosea, hebu nimkimbilie Bwana, hebu nikae miguuni pa Bwana, huyu ataokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya maneno hayo, unaona Mungu anatoa ole tano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa taifa la Asia ndogo, anawaambia ninyi sasa ambao ni kweli nimeruhusu muwatese watu wangu ili watu wangu wapate kunirudia, lakini ninyi mnaosababisha hayo mateso pia mna hukumu. Akatoa ole 5 ambazo zitawapata kuanzia mfalme na watu wake wa Asia ndogo. Watapatwa na mabaya sana baada ya Mungu kuwa ameshawarudisha watu wake, wao wataangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ole wa kwanza utauona pale mstari ule wa 6. Sura ya 2 hiyo. Hao wote hawatapiga mfano yake ya mithali na kusimanga juu yake wakisema, ole wake yeye aongezaye kisicho mali yake, hata lini? Na ole wake yeye alitwikae mzigo wa rehani. Huku zote hizi anamuonyesha kwamba wale ambao wako wanawatesa watu wa Mungu na kukula visivyo haki na kuwatesa na kuwanyang'anya mali zao, Mungu anasema ni ole wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ole ya pili utaikuta kuanzia mstari wa 9. Ole wake yeye aipatiaye nyumba yake mapato mabaya, ili apate kukiweka kiondo chake juu, apate kujiepusha na mkono wa uovu. Ole wa 3 utaiona kuanzia mstari wa 12. Ole wake yeye ajengaye mji kwa damu, awekaye mnara, akae imara mji mkubwa kwa uovu. Ole ya 4 utaiona kuanzia mstari wa 15. Ole wake yeye ampaye jirani yake kileo, wewe utiaye sumu yako na kumlevya pia, ili kutazama uchi wao. Hawa ni watu ambao wameshajikinai, wanawatesa watu wa Mungu na wanawazulumu na wanakula na wanakunywa na wanafanya uzinzi na wanafanya uchafu. Mungu anatoa ole 5. Anamwambia Habakuki, acha kunililia, wewe andika yote unayoyaona, yaweke wazi sana maono ya unani, yaweke wazi kila asomaye na afahamu, kwa sababu mimi nimekusudia jambo kuwaponya watu wangu. Lakini pia hawa wanaowatesa wape ole 5, tena ziandike ziwe wazi, kila anayeziona azione kwa wazi. Kwa hiyo ndipo Habakuki akaanza kuandika hizo ole 5. Ole ya 5 utaikuta pale kwenye mstari wa 19, sura ya 2. Ole wake yeye auambiaye mti amka, aliambiaye jiwe lisiloweza kusema ondoka. Je, kitu hicho kitafundisha? Tazama, kimefunikwa kwa dhahabu na fedha, wala hamna pumzi ndani yake kabisa. Mungu anaonya kwa ole 5. Ole ya kwanza anaonya, anasema ni ole wake anayekuwa anakula kwa dhuluma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ole ya pili Mungu anasisitiza pia, anaonya hapo mbele, anasema ole wake yeye akipatiaye nyumba yake mapato mabaya. Ole ya 3 unaona Mungu anaonya juu ya wale wanaojenga nyumba kwa uovu. Ole ya 4 anaonya juu ya wazinzi, na ole ya 5 anaonya juu ya waabudu sanamu.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, kipindi Mungu amemwambia hakika hiyo njozi iwe wazi sana, kila isomaye na afahamu. Habakuki baada ya kujibiwa na Mungu, hayo unayoyalilia bado, mimi nitaleta taifa la Wakaldayo, watu ambao meno yao ni kama mageni, wana uwezo wa kula watu, wataingia katika hiyo nchi na kuwatesa zaidi ya haya unayoyaona. Lakini wewe andika yale unayoyaona, iandike njozi, uifanye wazi sana. Maana yake Habakuki, mimi ninakutumia wewe kuandika hizi habari. Akampa ole tano, Habakuki akazitamka. Sasa Habakuki alipomaliza kutamka zile ole tano, Habakuki akaingiwa na hofu. Kwa pamoja na kwamba watu wa Mungu wanateswa, lakini mambo ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya wanaowatesa watu wake ni mabaya, hayatamtiki, ni mabaya, hayaelezeki. Mambo ambayo Mungu ameandaa kwa wale wanaowatesa watu wake ni mabaya, hawezi kuyatazama. Habakuki akaanza kumlilia Mungu, akaomba. Biblia inasema sala ya Habakuki, ile sura ya 3 ya kitabu cha Habakuki, utakuta na sala ya Habakuki. Umeiona sala ya nabii nani? Habakuki, ambao hatutaisoma, lakini tutakusomea vipengele. Habakuki ameogopa, anamwambia Mungu, nimeogopa, hukumu yako inatisha. Kama hayo utayaruhusu yakatokea, itakuwaje? Maana Mungu amesema atawafutilia mbali. Ni ole wao, ni ole wao. Alipoandika zile ole tano, Habakuki akaanza kuogopa. Naanza kufundisha hiki kitabu kwa sababu ujumbe wangu unafanana sana na kitabu hiki. Kwa nataka ukielewe vizuri, na kwa sababu ni kifupi, ninakielezea kwa upana mwanzo hadi mwisho, kwa kuwa ni kifupi, ili nikikuletea ujumbe Mungu amenipa uelewe zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Habakuki sura ya 3 anamlilia Mungu kwa kumuomba, anamwambia Mungu, basi kwa kuwa wewe umeamua kuleta hayo mahukumu hiyo, kwa kuwa wewe umekusudia kupiga mapigo haya, mimi niwe nimepona, mimi nisijie katika huo hukumu. Mungu unatisha. Na hata hivyo, kumbe hata haya mabaya aliyotupata niliyokuwa na kulilia Mungu, kumbe ni kwa sababu ya uovu wetu. Kumbe umeruhusu ili tukukaribie, kumbe umeruhusu ili tukutafute. Hakujua Habakuki, lakini alipojua, Habakuki akaanza kulia mbele za Mungu. Ndio inaitwa sala ya Habakuki. Sasa mistari ya mwisho ambayo sasa nitakusomea, angalie kuanzia ule mstari wa 17. Maana mtini hautachanua maua, wala mizabibu hamtakuwa na matunda. Taabu ya mizeituni itakuwa bure, na mashamba hayatatoa chakula. Zizini hamtakuwa na kundi, wala vibandani hamtakuwa na kundi la ng'ombe. Walakini nitafurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Yehova aliye Bwana ni nguvu zangu, yeye aifanyaye miguu yangu kuwa kama ya kulungu, naye ataniendesha katika mahali pangu palipoinuka. Habakuki, haya maneno ya mwisho ya kitabu hiki, anaeleza, anamwambia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hukumu yake itakuwa juu ya nchi walipo. Ataondeka njaa, hapatakuwa na ng'ombe, hapatakuwa na mti unaozaa matunda. Maana yake hakutakuwa na mvua, hakutakuwa na chakula, hakutakuwa na maji, patakuwa na magonjwa, patakuwa na mateso yasiyoonekana. Lakini Habakuki kwa kuwa amejua chanzo, anamwambia Mungu, hata ukileta hayo mimi nitafurahi. Mimi kwa upande wangu nitashangilia. Kwa kuwa Mungu umenionyesha hayo ili kunifanya miguu yangu kiwa kama kulungu. Maana yake unanikomaza ili nikutumikie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nasema wewe unainifanya miguu yangu kuwa kama nini? Kama kulungu. Na utaniinua baada ya kunikomaza. Sasa sijajua uko na. Kwa hiyo kwa habari ya Habakuki tumemaliza kitabu. Kwamba kuhusu Habakuki tumeelewa kwamba ni watu wa Mungu walirudi nyuma. Mungu akaagiza mfalme wa Asia ndogo awatese. Lakini kipindi anawatesa, Habakuki
anamlilia Mungu. Hata lini wewe mwenye macho safi uangalie uovu? Hata lini watu wako wanaonea? Hata lini watu maana walikuwa wanatandikwa, walikuwa wanafungwa, walikuwa wananyimwa chakula, walikuwa wanaburutwa. Sasa Habakuki anaumia. Inakuwaje Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo unaruhusu uchafu wa namna hii utupate? Mungu anamwambia hata hivyo bado nimewaruhusu mimi Wakaldayo wako wenye shingo ngumu kuliko mataifa yote ya dunia waje wawatandike, maana wameniacha. Lakini kwa upande wako wewe Habakuki, kwa kuwa umetubu, andika haya mambo waziwazi, kila aisomaye afahamu kwamba mimi Mungu nawarudisha, lakini pia nitawatandika. Akatoa ole 5 hawa ambao wanawatesa watu wangu, baada ya watu wangu kunirudia nitawatandika. Akatoa ole 5. Atawatandika kwa sababu ya mambo 5: uzinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujenga kwa dhuluma, kuabudu sanamu. Baada ya zile ole 5 kuzimaliza, ndipo Habakuki ana hofu, anasema Mungu, kama hizi ole zitatupata itakuwaje? Anamlilia Mungu, anamwambia kwa kweli Mungu, naomba mimi nipone, na hata utakapokuwa unawatandika sitalia, kwa kuwa utakuwa unawatandika kwa haki yako. Kumbe wewe Mungu ni mwenye haki. Kumbe hata haya yaliyotupata yalitupata kwa haki. Kumbe ni kwa sababu tulirudi nyuma. Anasema hata yakitokea nitashangilia, kwani ameelewa kumbe yatatokea. Sio kwa Mungu anawachukia, yatatokea kwa sababu Mungu analeta hukumu ya haki juu ya matendo yao maovu. Anaongea anasema, kumbe umenionyesha ili kulifanya miguu yangu kuwa kama kulungu. Kumbe umenionyesha ili uje uniinue na kuliweka juu. Anakuja Habakuki anafurahia ule mfungo aliokuwa amefunga, maana Mungu alisema naye uso kwa uso. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada ya kueleza mara mbili kitabu cha Habakuki, sasa ninaweza nikakuletea ujumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii mistari yote ambayo tulikuwa tunaisoma ina mafundisho makubwa sana. Kitabu cha Habakuki kinatuonesha jinsi ambavyo watu wanavyolalamika kwa kumlalamikia Mungu wanapoona mateso. Watu ni rahisi kumnungunikia Mungu wanapoona magumu, kana kwamba Mungu haoni, au kana kwamba Mungu amewaacha kule, au kana kwamba Mungu anawatesa. Na hata Habakuki naye analalamika, alikuwa akalia akalalamika kwa kuwa alikuwa hajui. Sasa Habakuki anafundishwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba sio kila mabaya yanayowapata watu wangu yanawapata kwa sababu mimi Mungu sioni. Mengine naruhusu wanirudie. So kila jaribu linakupata kwa kuwa Mungu hawezi kukutoa, linakupata ili yamkini urudi utafakari kwa nini amenipata. Tunayoyatenda wapendwa, tunapokuwa tumeshiba ni mabaya. Mungu anapokuja kutulipa sawasawa na ubaya wetu, tunakuwa tumeisha sahau tuliyoyatenda kipindi cha kushiba. Na hapo ndipo watu tunamlalamikia Mungu kana kwamba Mungu sijui ameacha kutusaidia, kwa sababu Mungu wakati mwingine anakuwa anaruhusu matendo yale maovu tuliyotenda onje sawasawa na hukumu zake za haki. Kwa hiyo fundisho la kwanza, sio kila baya unalopitia, sio kila gumu unalopitia, sio kila msiba unaopitia kwa sababu Mungu amekuacha. Ni kwa sababu Mungu yamkini anakuonya upate kujua njia zake, upate kumng'ang'ania yeye, upate kumrudia yeye, upate kukaa mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Habakuki amekuwa mwenye hekima. Habakuki amekuwa mwenye akili. Pamoja na kwamba ni nchi yote inaangalia, nchi yote inapigwa, hakuna mtu anamlilia Mungu, hakuna mtu anayesema Mungu, hakuna mtu anayetaja Mungu, lakini Habakuki peke yake akasema mimi nitakaa juu ya kinara. Habakuki anatufundisha kwamba unapoona magumu usikimbilie kulalamika, usikimbilie kulaumu, usikimbilie kumtukana Mungu. Kaa juu ya kinara, muulize, yamkini hayo magumu yanakuwa yamekupata kwa sababu umerudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana hayo magumu yamekupata kwa sababu Mungu anakufundisha. Lakini ukikimbilia kulaumu, ukikimbilia kusema kwa nini,
Ukimbilia kusema inakuwaje, utasema mwisho wa siku utajikuta umeisha kutungana Mungu. Kwa walokole leo wako kwenye kutungana Mungu. Anajidunga mwenyewe vijiti vya kuzuia mimba, akipata kansa anazunguka aombe. Akichelewa kupona anaanza kumwambia Mungu uko wapi? Umeshindwa kukaa chini kama Habakuki ukaangalia kwa nini kansa inanipata? Rudi nyuma, angalia kwa nini haya yananipata. Utagundua kwamba kuna mahali umemwacha Mungu. Habakuki anatufundisha kukaa juu ya kinara. Na mimi leo ujumbe niliopewa kwako ndugu yangu, usikimbilie kumnungunikia Mungu. Mungu hii ndoa yako, Mungu hili jambo lako, Mungu huyu mwanangu. Kabla hujamnungunikia, rudi nyuma, kaa juu ya kinara, muulize Mungu. Utakuta wakati mwingine Mungu anaruhusu mambo ili wewe urudi kwake, ili wewe utubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia huku mwisho Habakuki baada ya kuelewa anamwambia Mungu, utakapokuwa unawatandika mimi nitafurahi, sitaumia. Kwa nini? Kwa sababu nimejua kumbe wewe ni mwenye haki na unawalipa haki yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa magonjwa unayoona katika nchi, usikimbie kusema Mungu mbona umpole? Mungu mbona umpole? Si magonjwa tu umpole. Unaona kilema, Mungu mbona wewe umpole huyu kilema? Mungu mbona umsaidie huyu? Mungu mbona? Ukiona Mungu kwa nini kuna njaa hii nchi? Hiyo nchi ina njaa ni kweli. Umefuatilia historia ya hiyo nchi? Ni damu ngapi zimemwagwa? Umefuatilia historia ya hiyo nchi? Jinsi watu wa Mungu walivyokula na kushiba na kumwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Habakuki anatupa fundisho, unapopita katika magumu, nenda juu ya kinara, sema Bwana na haja nawe. Mwambie Mungu, sema nami. Mungu atasema, atamwambia haya magumu unayoona ni kwa sababu kuna shida. Si kwamba mimi siwezi kuwatetea, nimewatetea sana, lakini nikiwatetea wanarudi nyuma. Nimewaacha ili wajue mimi Mungu naishi. Kumbe Mungu anaweza karuhusu magumu ili wewe ufunge. Anaona wewe kutoka kwenye 12 uwe kila siku masaa 12, kila siku masaa 12. Wewe mwanangu mbona hasogei? Hebu niruhusu hili. Asogee. Wewe badala ya kusogea useme leo utafunga masaa 24. Ndio unasema kwa nini Mungu umeruhusu hili? Kwa nini Mungu umeruhusu hili? Kwa nini Mungu Habakuki anatufundisha? Usiseme kwa nini Mungu kadhani Mungu ni mwovu. Mungu macho yake hatazami udhalimu. Na ukiona anautazama, ujue kuna fundisho unapewa wewe. Ukiona Mungu anaona waovu wananyamaza, ujue kuna fundisho unafundishwa wewe unayeona. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu tunapaswa tuwe wapesi kwa kusogelea tunapokuwa kwenye magumu. Tusiwe wepesi wa kulalamika. Tusiwe wepesi wa kumwambia Mungu kwa nini. Tusiwe wepesi wa kumlalamikia. Unaweza kukuta mambo mengine yanampata mtu kwa sababu yapo katika hali ya kumpoa katika ufahamu wa kipepo, vinarudisha kwenye ufahamu wa kimungu. Kuna watu bila kulala njaa hajui Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu bila kutembea uchi, Mungu ni babu. Kwa hiyo yakini Mungu anaweza akaruhusu mabaya, tukatandikwa, tukanyoshwa, sio kwa kuwa anatuchukia, kwa kuwa tumemwacha. Hakuna mtu ambaye anafunga akiwa amestarehe. Hakuna baya upande wa kulia, hakuna baya kushoto, wala nyuma wala mbele. Aseme na mtu kufunga tatukavu, ni mshukuru Mungu, umkuti. Ukiona mtu anafunga kuna magumu. Kumbe wakati mwingine njia ya Mungu kumnyenyekea na kama Habakuki, Mungu atakwambia sababu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Watu wanakula watoto wao kwa njaa. Yesu uchukue mtoto kumweke kwenye chungu kwa unamuona. Wewe afu awive umle nyama yake. Sasa Daudi akachanganyikiwa, maana Sauli ameongoza taifa hili. Hakujasikia mambo kama haya. Hakujaona njaa kama hii. Inakuwa inaingia tu mimi, njaa hivi inaingia, njaa ambayo hajawahi kuonekana mfano wake. Hapo kisha mla pikasi utaka njaa ikiwabana tena, mnachinja mwingine anayemfuata, mnamla tena. Daudi akasema hata kuna jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nini? Kuna jambo. Haya mambo ambayo ninayaona, hebu nimwendee Mungu. Haya mambo ambayo ninayaangalia, hebu nimwangalie Mungu. Daudi akarudi kwa Mungu, akamwambia Mungu, kwa sababu gani njaa hii inatokea katika nchi? Daudi naye ni mtu wa pili kwenye hekima kama hapa. Mungu akamwambia, unajua Sauli aliwatesa Wagibeoni, aliwatumikisha, aliwaua. Sasa mimi Mungu ni wa kisasi, na kisasi chake lazima nchi hii ile damu iliyomwagika Wagibeoni wailipe. Watakula watoto wao. Na njaa unayoiona haishii hapa, mpaka uende kwa Wagibeoni ukapatane nao. Daudi akainuka akaenda kwa Wagibeoni, akamfuata mfalme wao, akamwambia, kwani Sauli aliwafanya nini? Akamwambia, Sauli alitesa watoto wetu, Sauli aliua watoto wetu. Kwa hiyo hicho kisasi kikubwa sana, basi sameheni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamwambia Daudi, sisi hatusamehe mpaka walete watoto wa Sauli, tuwaue kama alivyoua watoto wetu. Hapo ndio mioyo yetu itasuzika, tutasamehe. Kipindi hicho wanapatana, nchi inaendelea kutandikwa kwa njaa, watu wanaendelea kufa kwa njaa. Mwambie jirani, unaelewa? Muulize, unaelewa wewe? Daudi akasema, kuliko watu wote waangamie kwa sababu ya watoto wa Sauli, kama tena watoto wake Sauli, wafanyieni mnayosikia moyoni mwenu kwamba uchungu utawatoka. Wakawachukua watoto wa Sauli, wakawaangika juu ya mti, wakawaua. Kisha akamwambia Daudi, sasa tumelizika. Waliposema tumelizika, mvua ikaanza kunyesha katika nchi, tena vyakula vikawa tele, nchi ikaweka akiba na vingine ikauza. Njaa ikaondoka. Unanielewa? Lakini yameandikwa wazi ili kutufundisha sisi. Yako wazi ili tupate ufahamu. Yako wazi ili tuelewe. Daudi baada ya ile njaa akakimbilia kulaumu. Na kusema, sasa Mungu, wewe umenitoka mafuta, lakini sasa ndio naingia chini, ninaingia kwenye shida kama hii. Angalia watu wanakula watoto wao. Mimi kwa kweli hakulalamika. Alimwambia Mungu sababu ni nini. Alimlingana Mungu, alimkaribia Mungu wa Israeli, akamwambia Mungu, niambie. Unaona Mungu akafanya simple kwamba sikiliza, aweko upanga, atakufa kwa huo. Kwa hiyo watoto wa huyu bwana aliyewaua wafe, hapo amani itapatikana. Akasema, shida nini? Wagibeoni mnataka nini? Watoto wa Sauli hawa hapa, wakawaua. Biashara ikaisha. Kwa unapoona kitunguu huna, nyanya huna, hapa kavu ndani, hata unga hamna, hata mkila mshibi, usikie Mungu, Mungu, wewe ndio unakula, unafanya unashiba, mbona mimi? Unaweza kukuta babu yako alimwaga sana chakula, alimziaki sana Mungu, alimnyea sana Mungu. Unaweza kukuta
unakuta ulipokuwa umeshinda, uliziaki Mungu, uliziaki ibada, uliziaki maombi, uliziaki mifungo, ulifanya ovyo. Wengine wamefunga, wewe ukala na kujificha. Yanapokuja magumu usikimbilie kusema Mungu, wewe ndio ibadani, na hapo tena sijala, angalia sasa na nimepiga nakuta na mtoto anaumwa. Kabla hujamwambia hayo, muulize Mungu sababu. Mungu ni mwenye haki milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niliponya kanisa kwa kusema hakuna mtu anapitia pito kwa kuwa Mungu anamchukia. Hakuna jambo linampata mwanadamu kwa kuwa Mungu hampendi. Wala hakuna jambo linalipata kanisa kwa kuwa Mungu halipendi kanisa. Wala hakuna jambo linapata nchi kwa kuwa Mungu halipendi nchi. Bali mambo yote Mungu hulipa kisasi kwa haki na kwa hukumu zake za haki. Mungu hufanya mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani awe Habakuki jioni ya leo? Badala ya unajisi wa kujilani na kusema haya mambo lini, haya mambo kwa nini, umpingane Mungu. Nani awe Habakuki jioni ya leo? Nani awe Daudi jioni ya leo? Amlingane Mungu. Amwambie Mungu, kwa sababu gani afya yangu hivi? Kwa sababu gani watoto wangu hivi? Kwa sababu gani ndoa yangu hivi? Kwa sababu gani huduma yangu hivi? Kwa sababu gani? Mungu atakwambia. Kwa watu tunapokuwa na maombezi kwa wagonjwa, chunga sana kulalamika. Mbona ila hajapona tu mara moja? Anayemwombea hana upako. Itakuwa hana nguvu za Mungu. Wewe sikiliza, usikimbilie kumlaumu Mungu. Chonde. Rudi nyuma, kaa, tulia. Mwangalie Mungu kwa kichwa, mwambie kwa nini? Mungu, tumekufanya nini hapa? Atakwambia Mungu. Atakueleza Bwana. Atakwambia unajua ndugu yangu, huyu alifanya pale, akafanya kule, akafanya kule. Haya aliyofanya, yuko anavuna. Una shida gani? Saratani, wewe. Kansa ya matiti, wewe. Kisidi na nini, wewe. Kwa hiyo wako mbele pale kwa nabii. Wanataka nabii fiatui. Hafu huyu naye, huyu amezunguka kwa mamposa, kwa nani, wamezunguka, mwisho wamegundua ni uongo, wamekuja na kwa wakweli wamezunguka, hamna kitu. Sasa huyu Mungu amemchukia huyu. Kwa nini hili jambo? Itakuwa Mungu ampendi huyu. Chunga. Nakuja mbele zako Mungu wangu. Yako mambo mengi yametokea juu ya maisha yangu. Yako mambo mengi yametokea juu ya kanisa.